Alex, ni nini kimekuleta wewe na mke wako nyumbani kwangu usiku huu? Maana siyo kawaida yako kabisa. Mudi, nahitaji msaada wako. Naomba unikopeshe pesa ya mtaji nianzishe biashara nyingine. Maana tangu duka langu liungue moto, nimekwama kabisa kimaisha, kwa sababu kwa sasa sina kazi ya kufanya. Kwani unahitaji kiasi gani? Nahitaji milioni 10. Hakuna shida, ngoja nikutumie hiyo pesa sasa hivi. Tayari nimeshatuma. Asante sana ndugu yangu. Usijali ndugu yangu, tuko pamoja. Baby, mbona hukuniambia kama kuna wageni? Wageni ndo wamefika muda huu na kuna jambo la dharura limewaleta, hivyo imebidi niwasikilize kwanza kabla ya kukupa taarifa juu ya uwepo wao hapa. Jamani, karibu sana. Asante Shem. Niwaletee kinywaji gani? Usijali Shem, kwa leo tuna haraka, ila tukija wakati mwingine tutakula na kunywa chochote utakachotuandalia. Sawa Shem, hakuna shida. Jamani, tunaomba tuwaache. Tutaonana wakati mwingine. Sawa ndugu yangu. Baby, ni jambo gani la dharura lililomtokea Alex na mke wake usiku huu? Alex alikuwa anahitaji nimkopeshe shilingi milioni 10 za mtaji ili aanzishe biashara mpya. Maana anasema tangu duka lake liungue amekuwa akipitia kipindi kigumu sana kwenye maisha. Natumaini hukumpa. Nimempa kwa sababu kwa sasa hana kazi ya kufanya na familia yake inamtegemea. Hapana, hukupaswa kumpa kwa sababu watu kama hao ni wavivu sana na hawataki kufanya kazi. Yaani mume wangu unawapa hela watu ambao kazi yao ni kuzunguka wakiomba hela huku na kule. Kwa kweli umenikwaza sana. Tafadhali mke wangu, naomba usilalamike. Kwa sababu kama ni pesa tayari nimeshampa. Halafu pia Alex sio mtu aina hiyo. Unamaanisha nini kusema Alex sio mtu wa aina hiyo? Namaanisha kwamba Alex sio mvivu, ila kwa sasa anapitia wakati mgumu baada ya duka lake kuungua. Kwa hiyo nataka ujue kwamba yeye sio mtu wa kuombaomba kabisa. Kwa hiyo hivyo ndio unavyojidanganya? Kwa taarifa yako, wenzao wanafanya hivyo ili waonee huruma na uwape pesa zako. Sikiliza mume wangu, sisi hatuvuni pesa kwenye mti, sawa? Na pia hatuendeshi shirika la msaada. Kwa hiyo kuanzia leo hakuna mtu yeyote anapaswa kuja hapa na kuomba msaada wa kifedha, maana hata sisi pia tuna mambo mengi ya kufanya ambayo yanahitaji fedha. Ingia, mlango haujafungwa. Habari yako? Salama. Bila shaka we ni mke wa Mudi. Ndiyo, mimi ni mke wa Mudi. Nikusaidie nini? Mimi naitwa Malaika. Ninafanya kazi ofisi moja na Mudi. Oh, karibu sana. Asante. Karibu Malaika. Asante sana Mudi. Mambo yanaendaje? Mambo sio mazuri kabisa Mudi. Kwa nini? Mwanangu anatakiwa kufanyiwa upasuaji, lakini hospitali imesema haitamfanyia upasuaji mpaka angalau nilipe 80% ya gharama. Huwezi amini Mudi, nimetoa pesa zote nilizokuwa nazo, lakini bado wamesema haitoshi kufanya malipo ya awali. Tafadhali Mudi, naomba unisaidie. Kusema kweli Malaika, kwa sasa sina fedha za kutosha, ila naamini tunaweza kukusaidia kwa kiasi fulani. Hapana mume wangu, hatuwezi kutoa chochote kwa sasa. Ni kweli mke wangu, hatuwezi kulipa gharama zote, lakini tunaweza kumsaidia kidogo. Hebu acha kutoa ahadi za uongo Mudi. Wewe unajua kabisa hatuna hata 100 humu ndani. Alafu unamwahidi Malaika kuwa unaweza kumsaidia kidogo. Hivi unafikiria vizuri kweli wewe mwanaume? Nimesema hatuna chochote cha kutoa sasa hivi. Samani Malaika, kwa sasa hatuna pesa za kukusaidia. Kwa hiyo tafadhali naomba utoke nyumbani kwangu. Tafadhali cha usiku, naomba mnisaidie. Nawaahidi nikipokea mshahara wangu wa mwisho wa mwezi nitarudisha pesa zenu. Maisha ya mwanangu yako hatarini kwa sasa. Tafadhali nahitaji msaada wenu. Hivi wewe ni kiziwi? Hapana.
Yaani nakuambia kuwa hatuwezi kutoa chochote kwa sasa, halafu bado unaendelea kusema utatulipa mwisho wa mwezi. Kwa nini usifanye kazi kwa bidii ili uache kukopa? Hivi Mudi, hawa rafiki zako wamekuwaje siku hizi? Yaani hawataki kufanya kazi, halafu tatizo likitokea ndo wanakukumbuka kuwa kuna mjinga fulani anayewakopesha pesa. Lakini cha usiku, mi nafanya kazi na nilikwambia tangu mwanzo kuwa nafanya kazi ofisi moja na mume wako. Malaika, usitake nipandishe hasira zangu. Tafadhali toka nyumbani kwangu kabla sijafanya kitu ambacho hautakipenda. Naomba unisamehe sana Malaika kwa hiki kinachoendelea hapa. Usijali Mudi. Hivi kweli cha usiku, unaelewa unachokifanya? Unawezaje kumtolea maneno makali kiasi hicho mfanyakazi mwenzangu? Nyamaza Mudi, maana nimegundua kwamba nisiposimama imara na kuweka mipaka, utawapa watu wote mtaani pesa zako ulizozitafuta kwa jasho, ili tu uonekane mtu mwema. Haya, we mwanamke, toka nyumbani kwangu sasa hivi. Nimesema toka nyumbani kwangu, mvivu mkubwa wewe. Na usije ukarudi tena hapa kutuambia shida zako. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto. Vipi mume wangu, uko sawa? Leo siko sawa kabisa. Kwa nini? Kumetokea moto kwenye kiwanda changu. Kila kitu kimeungua, yaani hakuna mashine wala bidhaa zilizobaki. Mungu wangu, pole sana mume wangu. Kwani chanzo cha huo moto ni nini? Kwa kweli bado sijajua chanzo cha ule moto, lakini huu ni mkosi mkubwa sana. Siwezi hata kuuelezea. Usiwe na wasiwasi mume wangu, kwa sababu nina uhakika kampuni ya bima itagharamikia kila kitu. Bima? Bima gani? Wewe si nilikuona unajaza fomu ya bima miezi 2 iliyopita? Ni kweli nilijaza fomu ya bima, lakini sikuwahi kuirudisha wala kufanya malipo yoyote. Unasemaje Mudi? Hivi unawezaje kufanya kosa kubwa namna hiyo? Usinilaumu mke wangu. Kwa sasa tunatakiwa tutafute suluhisho la mapema, maana huko tunakoelekea hali yetu itakuwa mbaya sana. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ninasema hivyo kwa sababu miezi 3 ijayo watu wa benki watakuja kupiga mnada nyumba na magari yetu ikiwa nitashindwa kulipa deni wanalonidai. Mungu wangu, sasa tutafanyaje? Yaani hata sielewi. Hapa nilipo nimechanganyikiwa. Vipi mume wangu, mbona leo umechelewa kurudi? Nilikuwa nimeenda kukutafutia kazi na Mungu amejalia nimepata, hivyo unatakiwa kuanza kesho. Hapana mume wangu, unawezaje kuniambia nikafanye kazi wakati unajua kabisa sijawahi kufanya kazi maisha yangu yote? Baby, ni lazima ufanye hiyo kazi ili uweze kunisaidia baadhi ya majukumu hapa nyumbani. Mungu wangu, nitaweza kweli? Usijali mke wangu, utaweza, na hiki kipindi kigumu kitapita. Maisha yetu yatarudi kuwa kama zamani. Bora kipite kwa kweli, maana nimechoka haya maisha tunayoishi sasa hivi. Sawa, basi ngoja mimi nijiandae maana natakiwa kwenda kazini muda huu. Mudi, usinitanie, ni kazi gani hiyo unaenda kufanya usiku huu? Nimepata kazi ya ulinzi klabu na nitakuwa naingia saa 2 usiku na kutoka saa 12 alfajiri. Mume wangu, ina maana tumefilisika kiasi hiko? Hii ndiyo hali yetu kwa sasa mke wangu. Wacha usiku, hivi unawazimu? Hapana madam, kwani nimekosea nini? Si nilikwambia uje unioshe miguu yangu. Mbona hujaja mpaka muda huu? Samahani madam, nilikuwa nataka kumaliza kupika kwanza kisha ndo nije kuosha miguu yako. Kwa hiyo unataka nikusubiri mpaka umalize mambo yako, si ndio? Hapana madam. Haya, njoo uoshe miguu yangu haraka, mjinga mkubwa wewe.
Vipi mke wangu, leo siku yako ilikuwaje huko kazini? Kwa kweli leo nimetukanwa na kudhalilishwa sana na mtoto wa bosi wangu. Pole sana kwa hilo mke wangu. Wala hakuna haja ya kunipa pole. Nadhani nilihitaji kutendewa vile ili nijifunze. Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu leo kwa mara ya kwanza nimeelewa jinsi mtu mwenye shida anavyojisikia anapotendewa vibaya na mtu mwenye nacho. Kusema kweli, kitendo nilichofanywa leo nimejihisi sina thamani kwenye haya maisha, na hilo limenifanya nitambue kwamba sikustahili kuwatendea ubaya watu waliokuwa wanakuja kuomba msaada kwako. Wow, siamini kama haya maneno yote yanatoka kwenye kinywa chako. Acha utani bwana, mwenzio nipo serious. Sawa, sikutanii tena. Ila nataka kujua, umejifunza nini kutokana na kitendo ulichotendewa leo? Nimejifunza kwamba sisi sote ni binadamu na watu wote wanapaswa kutendewa wema bila kujali hali yao ya maisha. Sasa mbona unacheka? Hapana, nimefurahi. Endelea, nakusikiliza. Leo nimejisikia vibaya sana kwa jinsi nilivyokuwa nawaona watu wenye shida kama takataka, na ninatamani nipate nafasi ya kukutana na wale wote niliowakosea ili niweze kuwaomba msamaha. Kwa kweli, nimefurahi sana kusikia hivyo. Na kwa kuwa tayari umejifunza, ngoja nikuambie ukweli. Ukweli gani? Ukweli ni kwamba kiwanda hakikuungua na kinafanya kazi vizuri kabisa. Na hata kama kingeungua, pasingekuwa na tatizo kwa sababu tayari nilikuwa nimekikatia bima. Mudi, kwa nini ulinidanganya? Nilifanya hivyo kutaka kukuonyesha tofauti kati ya mema na mabaya. Na pia nilitaka uone jinsi watu wanavyojisikia wakitendewa ubaya. Ninafurahi kwamba hilo funzo limefanikiwa na sasa umeelewa kwamba sisi ni watu waliobarikiwa tu na hatupaswi kuwadharau wengine. Mume wangu, naomba umpigie Malaika ili angalau tumsaidie kulipa bili za hospitali. Usijali kuhusu hilo mke wangu, kwa maana siku ile alivyotoka hapa nilimpigia simu na nilimsaidia kadiri ninavyoweza, na kwa sasa mtoto wake anaendelea vizuri. Ila naomba unisamehe kwa kufanya hivyo bila kukuambia. Usijali mume wangu, na wewe pia naomba unisamehe kwa kutokusikiliza tangu mwanzo. Usijali mke wangu. Nakupenda. Nakupenda pia.